Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nimshukuru sana Waziri wa Madini pamoja na wizara nzima kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Lakini bajeti hii ninaitazama kama bajeti bingwa sana, kwa sababu katika kipindi hichi cha mwaka 23-24 tumeona mambo makubwa yaliyofanyika. Katika bajeti hii kwanza tuna matarajio makubwa sana, kwa sababu sisi kama wafanyabiashara wa madini tumesikia naibu waziri wa madini wakizungumzia kuhusiana na masuala ya uongezaji thamani wa madini, lakini pia minada pamoja na biashara za madini kwenye masoko na vituo vya ununuzi. Hii imetupa hari kubwa, imetupa matumaini makubwa na kuona namna ambavyo Wizara ya Madini inafanya kazi vizuri. Lakini pia kumekuwa na ushirikiano mzuri sana wa Wizara ya Madini, hasa upande wa Tume ya Madini. Wamefanya kazi kubwa sana katika kipindi hichi. Walikuwa wanastahili bajeti yao kupita bila kupingwa kama ilivyopita. Lakini pia sisi kama chama cha wafanyabiashara wa madini nchini tunaendelea kusupport Wizara ya Madini kwa kazi nzuri sana ambayo wamefanya katika kipindi chote cha nyuma, na ni matarajio yetu makubwa kwamba namna ambavyo waziri ameweza kujibu maswali ya wabunge juu ya uchimbaji. Amezungumza kwa habari ya utoaji wa leseni. Kuna leseni zinakwenda kutolewa zaidi ya leseni 2000 kwa wachimbaji kule mkoa wa Mara. Sisi tunaipongeza sana wizara, na ili uone kwamba wizara imefanya kazi nzuri, hakuna hata mbunge mmoja ambaye amepinga katika bajeti hii. Kwa hiyo sisi letu ni shukrani kubwa sana kwa Wizara ya Madini na wabunge pamoja na kamati ya bunge kwa kazi nzuri ambayo wameifanya katika kipindi chote. Haya, tumezungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia, ubora wa teknolojia kwa ajili ya wachimbaji hata wale wadogo, lakini nimezungumzia namna ambavyo wale wanakuja kuongeza utaalamu hapa, waje waongeze utaalamu, lakini sio kufanya zile shughuli ambazo zinafanywa na wazawa. Miongoni mwa hii michango na serikali na maamuzi yake na majibu yake, nyinyi mnaipokeaje katika muktadha huo? Karibu. Mimi naipongeza sana Wizara ya Madini. Imekuwa ni kilio kikubwa kwetu sisi wafanyabiashara kwamba kuna wageni ambao wanafanya kazi zetu sisi wenyeji. Unawakuta wageni wanaingia, wanakwenda maeneo ya migodini, wageni wanafanya biashara zetu sisi ambayo sio sawa kabisa. Lakini pia nimpongeze waziri kwa neno alilolisema leo kuhusiana na pale Mererani, kwamba wale wanayekwenda kuzama kwa niaba ya serikali kuwa na kofia ngumu ambazo zitakuwa na kamera ambazo zitakuwa zina mawasiliano. Ni kweli katika eneo hilo kulikuwa kuna janja nyingi, lakini sasa nafikiri serikali imekuja na mpango kamilifu ambao utasababisha swala la utoroshaji wa madini iwe ni historia. Sisi kama chama cha wafanyabiashara wa madini nchini, sisi tunasema utoroshaji wa madini sasa basi. Na ukweli ni kwamba kuna wageni ambao wanaingia kwenda kuzifanya kazi zetu sisi. Kwa mfano, wako baadhi ya wageni walioko kwenye mikoa kama huko Maenge na maeneo fulani wanafanya kazi ambazo sio sahihi kabisa. Na mimi nimpongeze sana waziri, na niombe vile vifungu ambavyo anasema viweze kutumika ili wale wageni warudi mijini. Kwa mfano, sisi wafanyabiashara, sisi tunatakiwa kwenda kununua madini migodini. Sasa wale wageni wanapokwenda kule migodini, sisi tutafanya biashara gani? Na ndio maana bei ya madini inashuka, kwa sababu wao wanawafuata wachimbaji moja kwa moja. Umemsikia mbunge mmoja akizungumza anayetoka Ruvuma huko kwamba wale wageni wanakwenda kuwafuata, wanauziana madini usiku manyumbani. Hilo ni jambo ambalo ni jambo la hatari sana kwenye tasnia yetu ya madini. Kwa mimi nampongeza sana waziri kwa hatua mbalimbali, na sisi kama chama cha wafanyabiashara tunaunga mkono kuhakikisha utoroshaji wa madini unakuwa ni historia kwenye nchi. Mimi ni mhandisi Benjamin Mchwampaka, ni CEO wa Tanzania Chamber of Mines, ambacho ni chama kinachosimamia wawekezaji wenye leseni kubwa na leseni za kati za uchimbaji madini nchini pamoja na zile za utafutaji mkubwa wa madini. Kwa kweli, kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Madini na naibu waziri pamoja na katibu mkuu na watendaji wote wa wizara kwa namna ambavyo wameweza kuwasilisha bajeti yao nzuri na imepita bila shida yoyote. Lakini yote haya yanaonyesha jinsi gani ambavyo wizara imejipambanua, hasa kwa kuwashirikisha wadau katika mambo mbalimbali. Sekta yoyote unapowekeza kunakuwa na changamoto, lakini changamoto zinatatuliwa rahisi zaidi wanapokuwa wadau wanaitwa kujadiliana, unaona, na kuona kwamba
changamoto ambayo imejitokeza inaweza ikatatuliwa vipi bila kuathiri shughuli za uwekezaji, lakini na mapato ya serikali yakaendelea kuwa mazuri na serikali ikasimamia mambo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ushirikishwaji wa wadau imekuwa ni silaha kubwa ya wizara hii kupata mafanikio ambayo imeyapata, na kama ambavyo nimeona wabunge wengi wamepongeza juhudi zilizofanyika. Kwa kweli tunaanza kuona kwa upande wetu kama chemba, tunaona miradi mikubwa ya madini inapokuja nchini, faida zake ni nyingi sana. Kwa kweli unaposikia local content, maana yake ni kwamba ushiriki wa Tanzania kwenye mnyororo wa thamani, kwa asilimia kubwa wa Tanzania wanapata hizo fursa kwenye migodi mikubwa na ya kati, na inapokuwa mingi ndio fursa zinapoongezeka kwa wingi. Kwa hiyo tumefurahi kwamba kuna mgodi mmoja maeneo ya Nyanzaga kule mkoani Mwanza, karibu unaanza ujenzi wa mgodi, na hata kwenye graphite maeneo ya Mahenge na maeneo mengine tunaona mambo yanakwenda sawa. Tunaomba serikali iharakishe mchakato ya majadiliano kusudi wafikie mwisho, migodi mingi ifunguliwe hapa nchini, iwe ya Watanzania iwe ya wageni. Tunachosema ni fursa kwa Tanzania. Migodi ya kati na mikubwa inatoa fursa kubwa sana za ajira, manunuzi ya ndani, na Watanzania wengi kushiriki kwenye mnyororo wa thamani. Kwa hiyo juhudi za wizara tunazipongeza na kwa kweli wanaenda vizuri. Kwa majina naitwa Ashraf Omari, ni katibu mkuu umoja wa vijana katika sekta ya madini Tanzania, inaitwa Tanzania Youth in Mining. Kipekee kwa umoja nataka nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa bajeti yake hii ambayo imepitishwa hivi muda sio mrefu. Na kingine ninachotaka kuchangia ni swala moja. Takwimu za nchi ya Tanzania zinaonyesha kwamba vijana ndio kundi kubwa. Tukiangalia flow inayotoka vyuoni, watu walioko mtaani wanasema hakuna ajira, lakini kazi zipo. Sekta ya madini ni eneo ambalo sasa hivi inapokea wachimbaji wengi sana. Napenda ni waase vijana. Kwa bajeti hii ambayo imepita, kuna program inaitwa MBT, Mining for Brighter Tomorrow. Mheshimiwa Rais alitembelea banda la vijana la wachimbaji madini pale Geita, na akatoa ahadi ya kutoa mashine 2 za utafiti, kwa sababu vijana wengi wanaochimba katika sekta ya madini wanachimba kwenye maeneo ya watu. Na tumemsikia Mheshimiwa Waziri hapa, hivi sasa mashine hizo zipo na zimefika. Vijana hao wanatakiwa waingizwe rasmi sasa kwenye mfumo katika maeneo hayo ya utafiti, ili kusudi serikali itoke kwenye bajeti ambayo au mapato ambayo wameyapata sasa hivi 10.1 na ivuke mpaka kwenda hata 20%. Lengo la msingi la vijana ni kwa sababu ni kundi kubwa ambalo lipo kwenye value chain, mnyororo mzima wa thamani pale. Ukiangalia wachimbaji vijana ndio wanaochimba, ndio wanaoingia chini, ndio wanaopanga matimba, ndio wanaoendesha hizo bodaboda, ndio wanaopanga arrangement ya uchimbaji, na vifo vingi mnavyovisikia katika sehemu za uchimbaji ni vijana. Nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri pamoja na timu nzima ya Maremo Tanzania nzima, pamoja na watendaji ambao tuko nao huko site. Lengo kubwa ni nini kwenye hii kitu? Tumemsikia Mheshimiwa Waziri kesho anaenda kuwapa vijana 2000 Tarime leseni, vijana takriban 2000. Hii yote imetokana na aina nzuri ya maridhiano kati ya serikali na wachimbaji wadogo. Kwa historia ya Tanzania, miaka ya 90 uchimbaji ulikuwa ni haramu. Huwezi kupata mchimbaji anachimba. Lakini kadri siku zinavyozidi kukua, serikali inajivunia yenyewe kwamba inavuna mapato kutoka kwa wachimbaji. Na haya mapato, ndugu waandishi wa habari, yanazidi hata kupitia mapato ya makampuni makubwa ya uchimbaji.